Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Tunakutana katika habari zetu za leo, ikiwa ni mwendelezo wa habari zetu. Pale tulipoishia ndipo tunapoanzia na habari zetu kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunajumuika kwa kuweza kukuletea kile kinachojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kukuletea mwendelezo mzima wa habari zinazogonga mwamba kwa wakati unaofaa. Hii ni Kwetu News 24, tunatangaza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa ndo kwanza umekuja kukutana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kushare na kulike ili uendelee kutupa nguvu kwa kile ambacho tunafanya kila kuchako leo. Lakini pia usikose kualika wengine kusikiliza Kwetu News 24 ili kuweza kunufaika kwa habari motomoto kwa wakati unaofaa, kwa sababu sote tu familia moja. Naam, hizi hapa habari zetu. Tutaanzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako FARDC pamoja na wazalendo wamewakimbiza waasi wa AFC M23 katika maeneo ya Nzibira na Mulambula kuelekea Walungu Alhamisi hii ya tariki 28 Mei mwaka 2026. Hiyo imefuatia mapigano makali ambayo yalijiri mida ya saa sita mchana hadi saa 10, ikijumuisha wapiganaji wa wazalendo pamoja na FARDC dhidi ya AFC M23. Utakumbuka kuwa umbali kati ya mji wa Bukavu na kijiji cha Nzibira kilichoko katika eneo la Mulambula, eneo la Walungu, jimboni Kivu Kusini, ni takriban kilomita 68 kwa gari. Safari hii kupitia barabara ya taifa nambari 2 huchukua takriban saa 2.5 kutegemea hali ya barabara na msongamano wa magari. Tufahamishe pia kuwa kijiji cha Mulambula kiko umbali wa takriban kilomita 12 kutoka Nzibira. Haya yanajiri wakati maeneo ya huko Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano makali yanaendelea kushuhudiwa kati ya wazalendo pamoja na FARDC wakipambana vikali dhidi ya jeshi la AFC M23 likisaidiwa na jeshi la huko Rwanda. Mashambulizi hayo yamefanyika, msikilizaji, licha ya matumizi ya droni za kujitoa muhanga maarufu kamikaze drone, mashambulizi ya silaha nzito pamoja na madai ya msaada wa moja kwa moja kutoka Rwanda. Vikosi vya FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo vinaendelea kusimama imara katika maeneo yanayozunguka huko Rubaya. Adui anakumbana na upinzani mkali kutokana na uthabiti, uzalendo na moyo wa kujitoa waaminifu vya serikali pamoja na VDP wazalendo waliojitolea kulinda kila kipande cha ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Utakumbuka kuwa baada ya nchi ya Rwanda kupoteza maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufuatia kauli ya Marekani na nguvu kubwa ya wazalendo, anaendelea kuimarisha vikosi vyake jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na jimbo la Kivu ya Kusini, sehemu ambazo anapinga kabisa kujiachilia ni pamoja na mji wa Bukavu pamoja na mji wa Goma. Akisikika siku kadhaa zilizopita, meya wa mji wa Goma wa waasi wa AFC M23 alisema kuwa licha ya kujiondoa maeneo mengine yote mashariki mwa DRC, lakini raia wa Bukavu na Goma wasahau kabisa kwamba M23, AFC pamoja na vikosi vya Rwanda vitaondoka katika miji hiyo muhimu ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Mwendelezo wa habari hizi utasikiliza habari kamili katika habari zetu za hapo baadaye. Tujielekeze maeneo ya huko Minembwe, msikilizaji. Jeshi la FARDC sasa kwa mara nyingine tena linatumia droni za kiraia zilizo na vipaza sauti kusambaza ujumbe wa sauti zikizunguka juu ya Minembwe na maeneo jirani yake. Kampeni hii inalenga moja kwa moja wapiganaji kundi ya Twirwaneho huko Minembwe na AFC M23, ikiwasihi kuweka chini silaha zao na kujisalimisha katika vituo vya Mikenge, Kalingi na huko Kakenge kwenye eneo la Minembwe. Kupitia angani, jeshi linatoa ujumbe ufuatao: habari marafiki, sisi ni jeshi la ulinzi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Tunawashauri kwa ajili ya amani kuweka silaha zenu chini na mjisalimishe Kakenge, Kalingi na huko Kakenge. Hii itawasaidia kabisa, kwani tunawapenda sana. Yeyote atakayekataa kuitikia wito huu atafanya hivyo kwa hatari yake mwenyewe. Asanteni kwa kuelewa. Ndege isiyokuwa na rubani inayobeba ujumbe wa amani na kujisalimisha kwa waasi wa AFC M23 pamoja na wapiganaji wengine wanaowasaidia unatolewa sasa, ikiwa ni mara ya pili bila mafanikio yoyote.
Mbali na wito huu wa sauti, kifaa hicho pia kinarusha vipeperushi vya kibinadamu ili kuwashawishi waasi kuchagua njia ya amani. Hayo yanajiri huko Minembwe wakati mashambulizi ya anga kupitia droni za kijeshi zinaendelea kuumiza raia pamoja na majeshi ya wazalendo, pamoja na kushambulia makambi ya wazalendo na FARDC yanayopatikana maeneo ya Kalingi, Mikenge pamoja na maeneo mengine Pwezero na Bichumbe. Naam, wakati hayo yakiendelea kujiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, msikilizaji, Rwanda pamoja na jeshi lake bado linaamini kuwa wako katika vita kubwa dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwapo kutatokea shambulio la wazalendo au FARDC dhidi ya nafasi zao wanazozikalia mashariki mwa DRC. Wanaweka nguvu kubwa kwa ajili ya mashambulizi ya kuwajibu, hali ambayo inaleta uoga mkubwa, hali isiyokuwa ya kawaida kwa wakaazi wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni wazi kwamba Rwanda bado inaendelea kuimarisha vikosi vyake licha ya kujiondoa katika maeneo kadhaa jimboni Kivu ya Kusini kufuatia shinikizo la Marekani na nguvu ya wazalendo kama wanavyosema wachambuzi wa masuala ya kivita. Kwa upande wa DRC pamoja na wakaazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasema kuwa wakiangalia uhalisia wa mistari ya mbele hawatambui kuwa wanashambuliwa na majeshi ya kigeni. Kila kitu kinachukuliwa kana kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna vita dhidi ya wanamgambo wa ndani. Rwanda na washirika wake wanapanga kwamba baada ya Kivu Kaskazini watazindua mashambulizi makali kwenye mimili ya Uvira, Fizi na huko Mwenga ili kufanya eneo hilo kuwa eneo la Rwanda moja kwa moja, hali ambayo inapingwa vikali na mashirika ya kiutu pamoja na raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika nchi zingine, iwapo kuna vita, huundwa uratibu mmoja tu wenye jukumu la vita hiyo. Jeshi la anga, la nchi kavu, mizinga mizito na njia ya majini, vyote viko chini ya uratibu huo. Uratibu huu unaendesha shughuli kulingana na mahitaji yaliyoko mistari ya mbele. Ikiwa wanahitaji nguvu ya anga, inapaa bila kuchelewa. Ikitokea kushindwa, mratibu ndiye atawajibika. Mmoja kati ya wakaaji wa nchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliongea na Kwetu News 24 na kuweza kudhibitisha mambo haya ambayo ninayoyanukuu hapa. Ikiwa vikosi vya mistari ya mbele vinahitaji vifaa vipya vya kijeshi vya kisasa, ni uratibu huo utakao mwarifu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na swala litatatuliwa kwa dharura. Hapa Kongo tunaishi kinyume chake. Kuna uratibu Kivu Kaskazini, uratibu Kivu Kusini, na uratibu huu hauna njia ya kufika kwa mkuu wa nchi au kwa jeshi la anga na mizinga mizito. Raia huyo wa mashariki, tena mchambuzi wa masuala ya kivita, alisema kuwa kabla ya kupata msaada wa anga au mizinga mizito, inabidi upige simu kila mahali na mwisho hakuna jibu la uhakika. Jeshi linapozindua mashambulizi kaskazini dhidi ya adui, kusini tunabaki kimya. Adui anajikita kaskazini mbele ya macho yetu, na kusini tunabaki kimya. Baada ya kushinda vita zetu kaskazini, adui atarudi kusini kwa uhuru. Msikilizaji huyo ameomba jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kushikamana na vita na kuweza kulipongeza kwa sababu bila wao Kongo haina uhuru wowote. Aligusia swala la wazalendo na kusema kuwa wazalendo wanapaswa kupongezwa na kuongezewa motisha kutoka kwa serikali, hata kwa mashirika mengine ya kiutu kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Naam, hizo ni habari kwa ufupi ambazo tulikuwa tumekusanya kwenye siku ya leo. Msikilizaji, ni kuombe usikose kuambatana nasi katika habari zingine zijazo. Hala msiki.